Kwa jina ninaitwa Gresham Kamala Mbelwa. Mimi ni mkazi wa Tegeta Magereji na ninafanya shughuli zangu hapa Tegeta. Nina ofisi yangu lakini pia nina biashara nyingine za bar. Kwenye bar siku hiyo kutokana na matukio yaliyojitokeza siku ya tarehe 30 mchana, mimi nilikuwa kwenye bar yangu na siku hiyo hatukufungua biashara. Niliwapa ruksa wafanyakazi, lakini sasa kwa ajili ya kuhakikisha usalama mimi nikawepo nimejifungia. Kwa hiyo siku hiyo muda mchana nilikuwa store pale, nikawa nimeweka vitu vyangu vizuri store, nikaondoka nikarudi ofisini. Muda mchache kidogo kama dakika 5-6 hivi nikasikia marisasi yanapigwa hapo kwenye store, na ilikuwa ni tishio kubwa sana kwa kweli. Kwa hiyo ilibidi mimi nijifungie ndani kwa muda wote, na baada ya hapo nilibidi nikae ndani kwa muda mrefu mpaka jioni kwenye saa 10 ndipo niliweza kutoka. Nilipoingia store kule nikakuta risasi zimepenya, zimeingia mpaka kwenye ukuta, zimeweza kutoboa TV ambayo ilikuwepo kule store, na nikakuta maganda mawili ya risasi haya. Lakini vile vile nilikuta risasi zingine zimepigwa counter, kwenye baa ya nje kule counter. Hali ilikuwa inatisha sana. Kwa hiyo ilibidi mimi nifunge, nijikokote niweze kutembea kupitia njia za mkato kuelekea nyumbani, na sikuweza kurudi tena siku hiyo mpaka baada ya lockdown ile ambayo ilikuwa kama siku 4-5 ndio nikaja baadaye sana. Baada ya kuwa nimefika baadaye sana baada ya siku kama 4-5 hivi nilipokuja nikakuta ofisi imevunjwa, na ofisi hii ndio nilikuwa nimehifadhi fedha za biashara za kazi. Nikakuta milioni 31 na laki moja na kitu hivi pesa zimeondoka. Lakini vile vile nikakuta baadhi ya vifaa kama computer, printer na vifaa vingine vimeondoka. Nilipoteza mali nyingi sana. Kwa hiyo mimi niwe mkweli, ni declare mimi ni kada wa Mapinduzi, na ni pia ilitokeza hali ya sintofahamu kwa baadhi ya viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi ambao walikuwa na tafuta msaada namna kuondoka kwenye maeneo yao, kwa sababu hali ilikuwa kidogo sio nzuri. Na niseme niwe mwazi, Mheshimiwa Rais, kwenye mtaa wetu pia walikuwa watu wengine ambao wanahisiwa labda pengine vyama vingine vya upinzani. Kwa hiyo kulikuwa na sintofahamu kati pande hizi mbili, lakini nimshukuru Mungu kwamba aliweza kuniwezesha. Kwa yule ambaye alikuwa anahitaji msaada wangu niliweza kumsaidia kwa namna moja nyingine, kama sio nauli lakini kumhifadhi, kumpa makazi. Hata watu wa Chadema wanajua, kiwauliza kwenye mtaa wa Wazo wale ameweza kusaidia, kwa sababu mimi kwa upande wangu mimi vyama ni vyama tu, lakini binadamu bado unabakia pale pale. Kwa hiyo mimi naishi hivyo kwenye mtaa wangu. Kwa hiyo wote niliwasaidia. Niweza kuwasaidia viongozi wa chama ambao walihama kwenye maeneo walikuwepo na kwenda kwenye maeneo ambayo ni salama zaidi. Watu wa Chadema niliwasaidia, na hivi ndivyo tunavyotakiwa kuishi, ndugu zangu wa Tanzania. Kwa hiyo kimsingi mpaka sasa hivi hakuna mtu anaweza kabisha kwamba sikuweza kumsaidia kwa uwezo wangu alionijalia Mwenyezi Mungu. Lakini niende kwa upande wa pili, zile risasi zilizopigwa na hali ilivyokuwa, mimi siamini kama wale walikuwa ni polisi wetu, kwa sababu ilikwenda mbali zaidi mpaka kuvunja ofisi, kuiba pesa na kuiba vifaa vingine kwa siku hizo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama inavyosemekana kwamba wahuni walijichanganya kwenye haya mambo, na siwezi kulaumu jeshi la polisi kwa kweli. Naamini kabisa wahuni walikuwa wamejichanganya hapo katikati. Lakini nimefarijika Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako uliyoitoa wakati unazindua bunge kwamba utaunda tume ya kuweza kuchunguza mambo haya. Tunafarijika sana kwa sisi ambao tumepata hasara, na mimi kama mmoja wapo ambao nimepata hasara kubwa, nitafurahi sana kuona kwamba pengine tunaweza kupata namna yote ile ya kuweza kueleza kilichotokea, na pengine kama tutapata msaada wa serikali. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba mimi shughuli zangu pia, ukiangalia hapa shirika langu linaitwa Mother of Mercy Foundation, tunashughulika na mazingira. Tunafanya kazi Morogoro, tunaendesha ligi ya kuhamasisha nishati safi ambayo tumeanza nayo kuanzia mwaka huu mwezi wa 7, kwa tunaendelea nayo. Lakini vile vile ilikuwa kwenye hatua ya kwanza kupanda miti. Shughuli hiyo imesimama kwa kipindi hiki kwa sababu ya hii hali iliyojitokeza. Kwanza mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijatengama kiakili, kwa sababu ukiangalia risasi hizi ilikuwa muda mfupi nimetoka store. Kwa hiyo sasa hivi ningekuwa naitwa jina lingine. Nimshukuru Mungu kwamba nimeweza kupona, na vile vile sasa hivi mpaka sasa hivi sijatengama psychological. Lakini pia hata watendaji wangu wengine hawako vizuri, kwa sababu wengine pia imebidi wasitishe hizi shughuli, kujishughulisha na chochote, wako majumbani. Kwa hiyo niwaambie wenzangu wa Morogoro ambao wanafikiri kwamba tungeweza kuendelea na hii shughuli,
kwa sasa hivi tumeathirika kwa upande wa fedha, tumeathirika kwa upande wa watendaji na hali iliyojitokeza. Lakini Mheshimiwa Rais pia katika hali kama hii niamini kuna watu wengine wanajitokeza hawana nia nzuri. Kuna mtu ananipigia simu leo akinitishia, anasema kwa nini nasitisha shughuli za Morogoro, na akajifanya kwamba yeye ni RCO. Namba yake ninayo ya simu, kwa jina anaitwa Salumu Rajabu, anasema anatoka RC Morogoro, ni RCO wa Morogoro. Nimejaribu kuulizia Morogoro kule kwamba yupo RCO namna hiyo, hilo jina halipo. Sasa nisaidie serikali yangu pamoja na mamlaka. Shukuru sana kwa hotuba yako nzuri, namna ulivyoelezea kwamba kutakuwa na maridhiano, ili kwa sababu jambo hili linakuwa linagusa raia wote katika nchi, hakuna mtu ambaye ana amani. Sasa wahuni wachache wasije kaingia katikati na kuweza kutengeneza mambo ambayo sio mazuri na kuharibia nia njema kabisa ambayo wewe unayo Mheshimiwa Rais. Asante sana, naomba kuwasilisha.